Na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV, tarehe 28 za mwezi wa 5 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na ifuta kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, watu 58 wafariki na 82 majeraha baada ya mashambulizi ya magaidi wa M23 huko Itombwe, huku wazalendo wakiwa tayari kufungua vita kona zote Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kivu ya Kaskazini, vuta ni kuvute Rubaya, wazalendo na M23. Wanajeshi wa asili ya Kifaransa waonekana upande wa M23 huko Rubaya. Pia mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza atembelea Kisangani baada ya jaribio la mabomu ya drone ya M23. Nyabiondo, wazalendo na FARDC waingia Nyabiondo baada ya kuwatonga magaidi wa M23. Bunge la Taifa latoa taswira ya kuelekea upigaji wa kura kwa ajili ya kubadilisha katiba, na huko Lualaba kitengo maalum cha kuondoa wanajeshi kwenye migodi ya dhahabu cha Hanzarazi. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile ungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tuanze moja kwa moja na taarifa hii kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini. Watu 58 wafariki na wengine 82 majeraha baada ya mashambulizi ya magaidi wa M23 huko sekta ya Itombwe. Vita ambayo inazidi kuwakutanisha magaidi wa M23, FARDC pamoja na wazalendo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya wananchi wasiokuwa na hatia ndio wanaopoteza maisha. Kutokana na ripoti ya vijana wa sekta ya Itombwe, drones zisizokuwa na rubani ambazo ni za MRDP Twirwaneho AFC M23 na usaidiwa na jeshi la Rwanda iliweza kuleta maafa makubwa katika vijiji mbalimbali ndani ya tarafa ya Mwenga huko jimboni Kivu ya Kusini. Kutokana na vuguvugu hilo la vijana juvenile, watu wengi wameweza kusema ya kwamba raia wasiokuwa na hatia ndio wameweza kupoteza maisha, huku wengine wengi wakiwa ni majeraha. Ni kutokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani iliyofanywa na magaidi wa M23 hiyo tarehe 26, 27 za mwezi huu wa 5 2026. Ripoti zinasema takriban watu 58 ndio wanasadikika kuwa walipoteza maisha na wengine 82 wakiwa ni majeraha makali baada ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani ambayo ni ya magaidi wa M23 MRDP Twirwaneho AFC ambao wanasaidiwa na RDF kutoka nchini Rwanda. Mashambulizi hayo ambayo yalikuwa na lenga kuwapiga majeshi ya FARDC ili kuweza kujaribu kuchukua vitongoji ambavyo mpaka sasa viko mikononi mwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo ya vijana kutoka Itombwe inasema ni takriban nyumba zisizopungua 42 ndizo zimeweza kuchomwa kutokana na mashambulizi ya magaidi wa M23. Hayo yakiwa yanaendelea jimboni Kivu ya Kusini ndani ya sekta ya Itombwe. Upande mwingine, wazalendo wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini
watakiwa kuwa tayari kuweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kumkunguta adui. Hivi jinsi wazalendo wa Kivu ya Kaskazini wameanza kukiamsha moto dhidi ya magaidi wa M23, inahitajika wazalendo wa Kivu ya Kusini na sehemu mbalimbali ndani ya vitongoji mbalimbali kuanza kushambulia kambi zote za M23 kwa mpigo ili kuweza kuwaondoa kabisa magaidi yao wa M23. Sisi kama viongozi ya CMRC, Coalition des Mouvements de Resistance Congolais, ambamo munakuwa FPDC-ML, munakuwa CMRC Dragon, munakuwa CMRC Vumbi na NAC, tunaomba wa viongozi wote ya wazalendo wote wenye kuwa kushamba la mapambano mbalimbali katika jimbo ya Sud Kivu na jimbo ya Nord Kivu, sisi sote tuanze mapambano mara moja kuaxe zote, tuache distraction ya FARDC na repli strategique yao ya kupana nchi. Tunahusika sana na mambo inapitikana mplende la Ruzizi katika shamba ya mapambano. Kamanda wa FARDC ambaye tunaita komanda region analeta unyanyasi na anatafuta kuchanganyisha wazalendo. Sisi tunaomba na tunasema ile distraction ya repli strategique tunaikatala sawa wazalendo, tunaikatala. Tunahusika sana na ile mambo yanapitana kumpleni. Tunasema wazalendo wote kuma front zote waanze mapambano ya mara moja ili tukimize Munyarwanda fasi yote anapatikana mwinchi yetu. Sisi wazalendo tunapinga vita na Wanyarwanda ambao wana nyanyasa nchi yetu, udongo yetu, udongo ya baba zetu. Bababu ndio watuachie udongo, na sisi wazalendo tulikamata silaha yetu piganie ile udongo yetu. Hatuna ordre ya kupata na FARDC kwa maana sisi tunachunga udongo. Tuko wazalendo, tuko raia ambaye alisirika kamata silaha ya kupigania udongo wa nchi yake. Tunasema front zote ikuwe yuko mplane, ikuwe yuko Nyangezi, wanakuwa Kaziba, ambao wanakuwa Luwinja, mbayo pigana na adui, rekipera aeroporo ya Kavumu, rekipere vile ya Bukavu, ni vile yetu na ni aeroporo yetu. Wandugu wazalendo wanapatikana Katasomwa, Bushaku, Ziralo, Lumbishi. Tusiachilie wandugu wetu huko, wandugu yetu wanapatikana Goma, Nord Kivu, ambao wako kwa mapambano ya kweli, ambao wako kwa mapambano ya ngungu, wako kwa mapambano ya ubaya. Tunapasha piganisha, tusaidia ndugu yetu Munyarwanda changanyikiwe. Sisi tuko jeshi. Tunaomba wandugu wazalendo yuko Lubero, yuko Walikale, kuma front zote tunaomba changanyikiwa kimbia atoke mwa nchi yetu. Ni wakati ya kuikala kimya katika vile ya Bukavu. Tunachoka na pori. Vile ya Bukavu, aeroport ya Goma, aeroport ya Kavumu, vile ya Goma, kare minie ya Lomera, yote ni mali yetu. Baada ya taarifa hizo kutoka huko jimboni Kivu ya Kusini ndani ya sekta ya Itombo, tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini ambako vuta ni kuvute Rubaya, wazalendo na M23. Mpaka sasa hali bado ni vuta ni kuvute, piga ni kupige kati ya magaidi wa M23
pamoja na vikosi vya wazalendo huku wakiwa sambamba na FARDC. Licha ya kurudishwa nyuma kwa wazalendo takriban kilomita zidi 25 baada ya M23 kuweza kuongeza vikosi, inasemekana katika vikosi vya M23 ndani kuna wapiganaji raia wa Ufaransa. Katika taarifa kutoka uwanja wa vita, imeonekana kuna wazungu ambao wamekuwa wamerusha drone za M23 na hata matumizi ya silaha nzito, na wazungu hao wanaongea ni Kifaransa. Katika takwimu na utaratibu uliofanywa kupitia mashirika mbalimbali yanayopigana na ugaidi duniani, Ufaransa imekuwa ikikuwa kikwazo kikubwa kwa DRC na haifurahishwi na mkataba kati ya Kongo, Rwanda pamoja na Washington. Ufaransa ni moja kati ya nchi ambazo mara kwa mara zinakuwa zikiwasaidia watu wanaopingana na serikali kutokana na maslahi yao. Rubaya imeweza kulindwa na magaidi wa M23 huku wakipata usaidizi wa jeshi la Ufaransa pamoja na majeshi kutoka Rwanda na nchi jirani kwa lengo la kuendelea kulinda eneo hilo la kimkakati ambako wanavuna madini yenye thamani kubwa duniani. Ndio, mimi niko karibu na Rubaya. Metu bazalendo wako hapa kwa Mururu, kama na jile mtoni ya Mururu na Kanyaru. Sai watu wa Kanyaru wako kimbia. Bazalendo na guvernema njoko wako Kanyaru. Memu hii sai mai 12 tumesikia wako nasema ba M23 wako naanza jitosha mmoja wako nenda Rwanda. Wako na jitosha mmoja wako nenda Rwanda. Tuko naogopa visema kujuu kuko bibi yao iko hapa ni voisin na nisogelea. Njoo maana niko naogopa visema jo hawatokaki hapa kwa ule mama. Bako Kanyaru kabisa, sai guvernema iko Kanyaru. Na tumesikia sasa wazalendo ma zero hivi batakuwa wamefika Rubaya, njoo wapige pale ku guest house. Jumla mu guest house pale kusanti city njoo kwenye M23 wanajifichikaka. Njoo wameambia population isogee kwanza mmoja. Njoo vile. Mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza Mwilambo ameweza kutua jijini Kisangani ndani ya mkoa wa Chopo na kufika hadi kwenye uwanja wa ndege wa Bangoka ili kuweza kuangalia hali halisi ya uharibifu ambao ulifanywa baada ya ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinasemekana ni za M23 kudunguliwa zilipokuwa na jaribu kuweza kulenga uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa jiji la Kisangani. Kamanda huyo wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiwa na delegation kubwa, alikuja kwa ajili ya kuangalia hali halisi katika uwanja huo wa ndege. Utafahamu tu siku 3 zilizopita uwanja huo wa ndege wa Bangoka wa kimataifa uliweza kulengwa na ndege zisizokuwa na rubani kutoka kwa upande wa magaidi wa M23. Huko nazidi kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi ni wa 5 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa moja majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwe na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Kashosi kutoka Australia, wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko Kivu ya Kaskazini, vuta ni kuvute wazalendo M23 ndani ya Rubaya, tuingie maeneo ya Nyabiondo ambako FARDC waingia Nyabiondo baada ya kuwatwanga magaidi wa M23. Upande mwingine pia bunge la taifa laweza kutoa taswira ya kuelekea upigaji wa kura maoni ili kuweza kuchagua katiba mpya
na vilevile tutazungumza kuhusiana na kitengo maalum cha jeshi pamoja na walinzi wa nyumba ya jeshi la rais kuanza kuwaondoa FARDC kwenye migodi ya dhahabu na pia takwimu inavyoendelea ya ugonjwa wa Ebola. Tuanze kwanza na taarifa hizi kutoka huko Nyabiondo ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo wamefanikiwa kuweza kuwatoa magaidi wa M23 maeneo ya Nyabiondo, na mpaka sasa Nyabiondo iko chini ya ulinzi mkubwa wa wazalendo. Kitongoji cha Nyabiondo kimeweza kuingia mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mida ya mchana baada ya mapigano makali dhidi ya magaidi wa M23. Wazalendo ambao waliweza kuzuia mashambulizi ya magaidi wa M23 baada ya kuonekana kwa jeshi la Rwanda kuzidi kuongeza nguvu tokea majira ya saa 7 za mchana. Kila eneo ambalo lilikuwa liko na wazalendo waliweza kutumia nguvu ya pamoja na hivyo kuweza kuwatwanga makahoko katika eneo la Nyabiondo, ambako mpaka leo hii Nyabiondo iko chini ya udhibiti wa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kuelekeza kutoa na kupelekea kupigia kura mswada wa sheria ambayo inaashiria kuweza kufanya mabadiliko ya katiba, huku asilimia kubwa ya wabunge wakikubaliana kwa ajili ya kuweza kufanya kura ya maoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili wananchi waweze kupiga kura ya kuchagua mabadiliko ya katiba. Hilo limetokea baada ya sheria hiyo kuweza kuwasilishwa ndani ya bunge na asilimia kubwa ya wanabunge kuweza kuchagua. Inasubiriwa kuingia katika baraza la Seneti na baadaye katika ofisi ya rais ili iweze kupitishwa rasmi na maandalizi yafanyike kwa ajili ya kupiga kura ya maoni ili kuweza kubadili katiba. Katiba imekuwa ni mada kubwa mashariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi ya wapinzani wakipinga katu mchakato wa mabadiliko ya katiba, lakini serikali ina kila njia na kila namna ya kufanya mchakato huo uweze kuwa salama na kwa ajili ya taifa la DRC. Tukiingia huko Lualaba, kitengo maalum cha jeshi pamoja na walinzi wa nyumba ya jeshi la Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wameanza rasmi operesheni ya kuwaondoa wanajeshi wa FARDC katika migodi ya dhahabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asilimia 98 ya migodi inalindwa na wanajeshi wa serikali, na hivyo serikali imeweza kuamua kutengeneza kitengo kingine kipya ambacho kitahusika kwa ajili ya kulinda migodi hiyo ya dhahabu, huku wanajeshi hao wakihitajika kuweza kurudi katika shughuli zao za kijeshi za kawaida. Kitengo maalum hicho kimetengenezwa na kimeanza operesheni hiyo rasmi Lualaba, ambako ni maeneo yenye madini ya muhimu, na hivyo wanajeshi hao watakuwa sambamba wakishirikiana na walinzi wa rais Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tukibaki tu katika taarifa muhimu, tukiingia jijini Kinshasa, ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mapema imeweza kutoa takwimu ya hali halisi ya ugonjwa wa Ebola jinsi unavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ndani ya mkoa wa Ituri pamoja na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwa upande wa Ituri, Ebola bado inaendelewa kudhibitiwa vizuri kutokana na juhudi ambazo serikali iko inazifanya ili kuweza kuwalinda raia wake, na vile upande wa Kivu ya Kaskazini M23 wanashindwa kabisa kushughulikia Ebola, huku wakitumia nafasi hiyo kujikusanyia fedha kwa ajili ya matumizi yao ya ununuzi wa silaha pamoja na mahitaji mengine
ya kivita. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaangazia mecho katika mikoa hiyo miwili, Kivu ya Kaskazini pamoja na Kivu ya Kusini. Patrick Muyaya. Santé qui est habitué maintenant des plateaux télé parce qu'il est fait tous les jours, parce que nous avons fait le choix dès les premiers jours d'être transparents. Vous vous souviendrez que lundi dernier, nous étions chez le président de la République lui-même qui pilote et qui suit de près la stratégie des ripostes pour que l'expérience que nous avons accumulée et notre expertise puissent servir dans le cadre de cette nouvelle épidémie. Monsieur le ministre de la Santé, bonsoir. Bonsoir. C'est bien de vous avoir encore à nouveau parce que vous savez mieux que moi que l'information dans le cadre spécifiquement de la gestion de cette épidémie fait partie du traitement et de la prévention. Et donc ce soir, nous voulons faire avec vous non pas seulement le point de la riposte 11 jours après, mais aussi de répondre à des préoccupations qui sont multiples au niveau des médias, au sujet de nos moyens, de la riposte, comment elle s'organise sur terrain, et surtout rassurer, parce que plus on entend de chiffres, plus certains ont peur. Et donc vous, en tant que spécialiste du sujet, vous pourrez ce soir nous donner des éléments précis qui nous permettront de bien communiquer sur notre stratégie des ripostes. Mais bien avant, Monsieur le Ministre, peut-être qu'il faut commencer par nous faire le tableau de la situation au 11e jour de l'épidémie, sur les différents cas que vous avez enregistrés. Et puis, plus tard, évidemment, après vos commentaires introductifs, nous pourrons prendre les questions de nos amis de la presse qui sont mobilisés encore ce soir. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là pour ce point de briefing. Je voulais d'abord commencer par présenter mes très, très sincères condoléances aux familles qui sont éprouvées, mais ce soir particulièrement aux familles de nos prestataires de soins, médecins, infirmières, hygiénistes, ceux qui sont malheureusement tombés au front. Je crois que ce sont nos héros et nous le vivons à chaque épidémie, mais je pense qu'il est important que la communauté tout entière, la République tout entière reconnaisse le travail des prestataires de soins, de ceux qui sont en train de protéger la nation. On sait que les militaires protègent la nation, mais les médecins, les infirmières, les prestataires de soins protègent la nation. Je voudrais vraiment commencer par ça, parce que nous avons encore eu, pas plus tard que hier encore, un de nos confrères qui est tombé de cette maladie. Et donc, c'est vraiment avec gravité que je voudrais commencer cette émission. Cependant, c'est notre engagement en tant que médecin, en tant qu'infirmière, d'être au contact des malades, mais c'est notre responsabilité en tant que pouvoir, en tant que décideur, de donner les meilleures conditions de travail et les meilleures conditions de vie. Et je peux vous assurer que le ministère de la Santé travaille sérieusement pour améliorer les conditions de nos médecins et de nos infirmières et de tous nos prestataires de soins. Je voudrais donc commencer en leur rendant hommage aujourd'hui. Merci. Par rapport à la maladie, comme vous le savez, Ebola, c'est une maladie grave, étant donné surtout le taux de mortalité que cette maladie peut entraîner. Nous sommes avec Bundibugyo un peu moins létal que Zaïre, et c'est un avantage, mais cet avantage-là doit être contenu en maîtrisant le nombre de cas, parce que même si le taux de létalité est inférieur à la moyenne des autres taux de létalité, notamment de la souche Zaïre, le nombre de personnes peut faire que le nombre de décès aussi est élevé. Donc je voudrais vraiment rappeler cela. Alors l'épidémie, en 11 jours après la déclaration, mais probablement peut-être un peu plus quand on prend le temps de contamination, enfin le temps de latence entre le moment où on est contaminé et le moment où la maladie arrive. Donc
qui est de 21 jours au maximum. Donc on ne sait pas pour chacun combien de temps ça prend. Donc on va dire à 11 jours de déclaration et même un peu plus à partir du moment où les symptômes ont sûrement commencé, où les personnes ont été contaminées, on va dire qu'on est encore au début d'une épidémie. Parce qu'une épidémie, on sait quand ça commence, on sait que ça évolue dans une espèce de courbe comme ça où le nombre de cas monte, atteint un pic, et puis ce pic-là se maintient, ce qu'on appelle un plateau, et puis ensuite on voit une recrudescence. C'est ce que nous avons vu avec toutes les épidémies. Et donc nous sommes encore dans une phase de croissance du nombre de cas, que ce soit le nombre de malades ou le nombre de décès. Na tuishie kwanza hapo kwa asubuhi ya leo ya Amka na Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako unasikiza matangazo yetu ya Baraka1 TV. Bye bye.